Wananchi wanaoishi Mji Mkongwe wameiomba mamlaka husika kuruhusu vyombo vya moto kufika maeneo wanaoishi, wakisema hatua ya kuzuia magari, bajaji na bodaboda inaathiri wananchi, hasa wazee na wenye changamoto za kiafya. Wakizungumza na Asam Online TV, wamesema zuio hilo limekuwa likileta changamoto katika shughuli zao za kila siku. Sasa na safari zangu hawapatikani karibu, inabidi niwafate pale wanaporuhusiwa kupaki, lakini pia wameruhusiwa mbali sana darajani ya paki. Mimi nitawalk darajani nitafute hiyo na hata nikimpigia simu akija ashakamatwa. Hamna ruhusa kuingia Stone Town vichochoroni au na hii Stone Town barabara kuu Mkunazini barabara kuu ilikuwa inaitwa. Basi ndo hayo nasema malalamiko yetu. Tuna gari zetu, tunataka kupaki karibu na nyumba yetu, hamna ruhusa. Twende tukapaki wapi? Darajani au sijui hiyo mpya iliyofunguliwa, sio darajani, usoni ile iliyofunguliwa paki. Ndo tupaki pale. Halafu nitoke tena nifuate gari yangu kule. Haijuzu. Haijuzu. Maana naona ni kinyume kabisa. Kwa hivyo naomba angalau Stone Town watufikirie, watuonee huruma. Manyingine hata miguu haifanyi kazi. Nachukuliwa kwa mikono huku na huku, ndo naekwa kwenye gari kama hospitali au wapi, ndo naenda na safari zangu. Naitwa Almasud Saleh, ni dereva kwa sasa, naendesha hii kibajaji. Na ndio kazi yangu ambayo naweza kupata riziki zangu za kuweza kujikimu angalau na watoto nyumbani na wajukuu. Sasa hii kazi yangu ni huduma ya jamii, na jamii ndio hao watu ambao kwamba wanaishi katika maeneo haya ya Mji Mkongwe. Kwa hivyo sasa hivi imekuwa kuna amri ya kwamba tusiingie huku wala tusipaki huku. Sasa tuengeomba kuhusu swala hili tufikiriwe sana, na hususan kama mie nina matatizo chungu mzima ya kuweza, kwa mfano ikiwa choo kiko mbali na matatizo ya mikojo, kwa hivyo kikiwa choo kiko mbali lakini kwa hapa nikiwa hapa karibu na maeneo haya, vyoo viko karibu, angalau ninapata kujisaidia bila kuweza kupata najisi na nikaweza kushinda kusali. Basi kwa hivyo tungeomba mamlaka husika kwamba itufikirie sana, madereva si wengi, ni madereva kidogo tu, angalau waturuhusu basi tuweze kusaidia jamii katika maeneo haya ya Stone Town, hususan Mkunazini ambao kwamba ni sehemu tunafanyia kazi zetu tokea zamani. Ukikamatwa huku kwa kosa lolote ndani ya Stone Town ni 200,000 kwa sasa ukikamatwa huku. Kwa hivyo hiyo ni faini pia ni kubwa sana, Kwa hivyo itufikirie mamlaka, hata hizo faini pia nazo wasiziweke kubwa kupita kiasi. Akitoa ufafanuzi kuhusu hoja hizo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hifadhi na uendelezaji wa Mji Mkongwe Zanzibar, Mohamed Zaharan, amesema kuna utaratibu maalum ambao mamlaka umewekwa kwa kushirikiana na masheha ili kushughulikia changamoto zinazowakabili wakazi wa Mji Mkongwe. Inapokuwa wewe ni mkazi wa Mji Mkongwe na unahitaji huduma ya kufatwa au ya kuchukuliwa au ya kupelekwa ndani ya Mji Mkongwe, basi kuna utaratibu upo na unafanya kazi. Zimesajiliwa bajaji maalum katika kila shehia na zinaeleweka kama hizi ni kwa ajili ya kutoa huduma katika maeneo haya, kwamba ikihitajika, kuna mgonjwa, kuna mzazi, kuna mtoto labda anataka kufanyiwa kitu hichi, lazima akachukuliwe ndani, basi masheha wanaelewa hicho kitu na wanapigiwa simu, wanakwenda. Hii ni kwa wale ambao hawana hivyo vyombo, na kwa wenye vyombo ambao wanaweza kuthibitishwa kwamba wao ni wakazi wa yale maeneo, wanaleta barua zao kupitia kwa masheha. Hizo barua zinathibitisha kama hawa ni watu ambao wanaishi pale na wana uhitaji wa kuwa na hivyo vyombo, kuja nacho mpaka pale, basi wanapewa vibali na wanakuwa wana ruhusa ya kupita. Na katika hiyo kusimamia wanaopita humo katika njia zetu za ndani, basi mtu akionyesha kibali chake, basi wale vijana wetu hawana tatizo, wanamzuia. Maeneo kama ya
Malindi, ukisema unakwenda pale, mimi namshusha tu hapa mtu alafu naondoka, basi si katika mambo ambayo sisi tunayataka, kwa sababu eneo la Malindi kuna mabodaboda mengi yanakuja, na ikiwa yote yatafika pale katika muda ule inaokuja haraka haraka, alafu yakawa yanashusha, ile barabara yote itakuwa haipitiki tena pale. Kwa hiyo hii ni kwa hizo wanaofanya biashara za kawaida, na kwa watumiaji wa ndani ambao tunawapa fursa kwa wakazi kusimamia, ili kuwezesha kwamba tusiwe tumefunga kabisa kwa watu wenye uhitaji na wakazi wa mji Mkongwe. Kama nilivyotangulia kusema, huu mji tunahudumia watu wanaoishi hapa, lakini pia tunashajiisha watu wafanye biashara katika utaratibu uliowekwa. Sasa kwa upande wa magari vile vile na parking zake, nayo vile vile iko misingi hiyo hiyo. Kuna gari ambazo zinakuja kwa ajili ya kazi maalum, basi zinaruhusiwa kupita kama ilivyo sheria ya barabarani ambayo madereva wote wanazijua, watafata taratibu zake, na maeneo ya maegesho, yani parking, yote yameeleweshwa. Mtu akiweka gari sehemu ambayo imewekwa alama ya no parking au hairuhusiwi kupaki, basi atakuwa amevunja sheria. Na kwa eneo la hifadhi, basi askari au watendaji wa mamlaka ya mji Mkongwe watachukua hatua za kurekebisha au la kumtaka arekebishe hilo kosa lake, au labda la kumchukulia hatua. Lakini ikiwa ni mkazi na yeye vile vile wanaleta barua zao, huwa mara nyingi tunahitaji wapite kwa masheha, na wanapita. Masheha tunashirikiana nao kwa karibu kwamba wanatuonesha huyu mtu ni mkazi wa hapa, na tunakwenda tunakagua hilo eneo lake kama lina uhitaji na halitokuwa sababu ya kuwakwaza wengine. Sisi katika mambo ambayo kwenye usafiri na maegesho, moja ya tatizo kubwa ni mtu anapokuwa amehodhi ile nafasi kwa kuweka chombo chake, na baadaye watu wengine wakawa wanapata shida kuitumia ile njia au barabara. Mtu anapovunja sheria kwa upande huo, sisi sheria zetu au kanuni zetu zinasema si chini ya, kwa hiyo ile inayotajwa ni si chini ya, yani usipungue zile, kama ni 300,000 kwa mtu aliyevunja sheria hizo za vyombo, kuna hiyo ya 100,000 kutokana na maegesho yasiyo sahihi, kuna 50 kwa zile wanayoshusha, nyingine inawezekana zinanipita, ziko nyingi ndogo ndogo. Amesema hatua hizo zinalenga kuhakikisha uhifadhi wa mji Mkongwe unaendelea kubakia thamani yake ya kihistoria. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Mimi ni Amra Skombo, nyuma ya kamera Abdullahi Abdallah.